Mtita TV. Jina Mtita TV. Jina Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Naam, mtazamaji wa J&R Mtita TV, rafiki namba moja burudani na michezo. Mimi naitwa Christopher Beda, Mwanajanduro, na nyuma ya kamera ni AP Class Kiwea. Naam, leo hii nipo na Romano wa Bongo, Dominic Salamba. Lengo kubwa zaidi ni kuzungumza michezo na katika ligi kuu soka ya bara ambako Yanga ambakisha mechi 2, Simba mechi 2 na wengineo wakiambakisha mechi moja ambako imebaki raundi ya 30, lakini Simba na Yanga pekee mbakisha mechi 2. Na hapa tunakwenda kuwatazama leo hii Young Africans ambao mechi ijayo wanacheza zile Dodoma Jiji visiwani Zanzibar, ambako Yanga mechi ya mwisho ampata ushindi wa 5-0 dhidi ya Tanzania Prisons. Twende sawa. Akasalamba uko sawa? Namshukuru Mungu niko vizuri. Yana kama niliona kwenye ofisi za TFF au macho yangu yalikuwa. Ni kweli uliona vizuri tu. Uliona vizuri? Ndio. Shtuka kama kakaangu naye amechukua fomu. Hapana, pale nilikuwa sindikiza mgombea wa nafasi ya urais bwana Ali Mayai Tembele, ambaye alikuwa anarudisha fomu. Tunafahamu kwamba wakati wa zoezi la kuchukua fomu alikuwa ipo kwenye matatizo ya msiba, alipoteza baba yake mzazi kule Tabora. Kwa hiyo ilimlazimu kuweza kukimbia kwenda kwa mazishi. Kwa hiyo alichukuliwa fomu na bwana Amri Kiemba, tunafahamu mdau mkubwa wa soka huyu na mwanamichezo, kwa maana mwanasoka wa zamani national team na klabu ya Simba na Yanga na Azam pia. Kwa hiyo jana ilikuwa ni siku ambayo ni tarehe ya kuweza kurudisha fomu, siku ya mwisho. Kwa hiyo tuliweza kuambatana kuhakikisha kwamba jambo lile ambalo tulikuwa tumelianza mwanzo linaweza kufanikiwa kwa kuweza kuwa muda na wakati pia. Imeisha salama lakini sisi tunamshukuru Mungu kwa maana ya kuchukua mchakato mzima tumekamilisha na limekwenda salama. Kwa muda huu tunasubiri tu kuweza kuona kamati ya uchaguzi chini ya mwenyekiti wake waweze kupitia yale maombi ya watu wote ambao jitokeza, na baadaye naamini kwamba watakuja kutoa listi ya wagombea, listi ya awali, lakini pia kwa wale ambao pengine watakuwa hawana sifa ni lazima waweze kutoa katika lile bango au katika ule ubao kuonyesha kwamba hao wameachwa na sababu za kuachwa lazima ziweze kuainishwa ili umma uweze kufahamu pia. Vipi kuhusu zile endorsement? Tunake watu wengi sana wamelalamikia kuhusu endorsement. Vipi kwa upande wa kaka Ali Mayai? Endorsement ni kama ni janga la kitaifa, kwa maana kwamba hakuna mgombea yote ambaye aliweza kufanikiwa kuweza kupata, kwa sababu endorsement zote zilikuwa zimeweza kuchukuliwa na mgombea mmoja ambaye yuko madarakani, kwa maana ya rais wa mdau wa shirikisho. Kwa hiyo tena sio story, kwa sababu tayari hakuna ambaye amepata, kwa sababu vigezo akikuwa ni endorsement tu, vigezo vilikuwa viko vingi vya ambavyo vilikuwa nataka mtu uweze kuvifulfill. Ni kama tulikuwa naomba kazi sehemu yoyote, panakuwa pana vigezo, unaweza kaambiwa umri, jinsia, elimu yako na vitu vingine vingi. Kwa nafikiri na hii ni sehemu ya vigezo ambavyo vilikuwa vinahitajika, lakini kwa sababu tulikuwa tayari kuweza kutafuta na kuweza kuzipata, lakini mazingira yakuwa rafiki, kwa sababu zozote ilisemekana kwamba zimechukuliwa na mtu mmoja. Kwa tukaona tuendelee, na kwa sababu kamati ya uchaguzi ipo kwa ajili ya kusimamia kanuni na taratibu, lakini pia na kuweza kusikiliza wagombea na kuzingatia hizi ni kanuni tu, sio sheria. Kwa hiyo kanuni za uchaguzi zinaweza pia kubi adjustable kutokana na mahitaji ya watu ambao wanagombea. Kwa nini? Kwa sababu uchaguzi ni wa watu. Sasa kama ikiwa kuna uchaguzi ambao unakwenda kuondoa watu, nafikiri hiyo sio tafsiri nzuri ya kuwa na uchaguzi wa huru na haki. Sawa. Tuende sasa kwenye upande wa wananchi Young Africans ambao tayari wamekwisha safiri kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji. Na tunafahamu kwamba mechi ya mwisho Yanga alishinda 5-0 dhidi ya Tanzania Prisons wakiwa ugenini, na sasa wako nyumbani visiwani Zanzibar. Je, hii inaongezea morali muda kwa Dodoma Jiji kuwa na hofu ya kufunga goli nyingi na Yanga? Hapana, nafikiri Yanga walikuwa wamezungumza wazi kwamba wao wanakwenda Zanzibar yakiwa ni sehemu ya maandalizi yao ya mchezo huu na mchezo unaofuata, kwa sababu kikanuni inaruhusu walau uwe na mechi 2 ambazo unaweza kuzichagulia uwanja, na unaripoti tu kwa bodi ya ligi kuambia kama mechi fulani nitapeleka sehemu fulani, na wao watapitia maombi yako na kuweza kuyathibitisha. Kwa Yanga walipeleka maombi na ni mechi yao, na ukizingatia kwamba siku ya ukiangalia mechi za kesho tarehe 22 Dar es Salaam patakuwa pana mechi nyingi. Azam watakuwa nafikiri na mechi katika uwanja wa Azam Complex kama sijakosea. Simba atakuwa na mechi dhidi ya Kagera Sugar pale. Kwa hiyo viwanja vyote ambavyo vimekuwa vikitumika hapa vinake ni changamoto. Uwanja wa Taifa upo katika matengenezo, kwa baadhi ya mechi hawezi kutumika. Kwa hiyo walipopeleka Zanzibar ilikuwa ni rahisi kwa bodi kuweza kukubalia, na wamekwenda kule na Dodoma Jiji, kwa sababu wanaamini kwamba yeye anatakiwa kuweza kucheza katika mazingira yote ambayo tu cha msingi uwanja uweze kuwa rafiki na ambao unaweza kufanya yeye aweze kutoa malengo yake. Itakuwa ni mechi nzuri ya kuweza kumalizia msimu kwa upande wa Dodoma Jiji, lakini itakuwa ni mechi nyingine nzuri kwa Yanga kwenda katika mechi ya mwisho kumalizia msimu.
Na Dodoma Jiji ni miongoni mwa timu ambayo msimu uliopita nyuma walishawahi kuwasumbuaga Yanga, na ndio timu ambayo Yanga siku hiyo ilitangaza ubingwa kwa shinda goli 4-2, lakini walipata ushindi huo kwa ugumu sana. Lakini leo ile safari hii tena inajirudia kwa Dodoma Jiji kukutana na Yanga kwenye mechi muhimu sana. Pengine tutaraji kuona surprise yoyote ya Dodoma Jiji kwa Yanga. Nafikiri siku zote mechi za mwisho zinakuwa zina mambo mengi, hasa kwa Dodoma Jiji. Ni mechi ambayo wanakuwa na malengo tofauti. Dodoma haipo kwenye sehemu ya kushuka daraja, lakini tunafahamu ligi yetu nafasi zina thamani. Ukiwa nafasi ya 8 sio sawa na nafasi ya 6, sio sawa na nafasi ya 4, sio sawa sana na nafasi ya kwanza. Kwa hiyo wangetamani pengine waweze kutumia mechi hiyo ili kuweza kupata matokeo ambayo yatawafanya waweze kupanda kwa upande wa nafasi. Lakini pia ukiwa miongoni mwa timu ambazo umeizuia timu fulani kwenda kuchukua ubingwa, panakuwa pana story yake, panakuwa pana ladha yake. Kwa siku zote mechi za ambayo inakutana timu moja ikiwa inataka ubingwa na nyingine pengine haina kitu cha kupoteza, inakuwa ni mechi ngumu, kwa sababu wale ambao wanakuwa na cha kupoteza wao wanakuwa wana pressure. Wao tayari ambao wanachokitafuta. Kwa hiyo pressure kwao inakuwa kuna. Kama una pressure, maana yake unaweza kuongeza utulivu na unakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kurisk na kufanya vitu vingi ambavyo katika kawaida usingeweza kuvifanya. Kwa hiyo naamini kwamba itakuwa ni mechi ngumu, huku Yanga wakitaka kupambana kuhakikisha kwamba sio tu wanashinda, lakini pia wanapata magoli mengi ili kuweza kumaintain goal difference. Naam, nimepitia taarifa hapa kuhusiana na Prince Dube kwamba naye Msipe amesafiri na timu kwa ajili ya kuwakabili Dodoma. Labda ujio wa Dube ukilinganisha na mechi iliyopita, ametoka Dube mwisho siku zikazaliwa goli 5. Pengine sasa safari hii tena yupo anapata nafasi ya Mwalimu. Vipi, inaweza kuwa ni hatari zaidi ya mechi iliyopita? Nafikiri Yanga nazungumzia ni game plan na aina ya watu ulionao. Tunafahamu unapozungumzia first team ya Yanga lazima umweke Dube kutokana na namba ambazo wanazo, lakini na mchango wake kwenye timu. Lakini pia si kwamba anapokosekana timu haiwezi kucheza. Timu ina shift na kutumia system nyingine, kwa kutumia watu wengine ambao wanakuwa watumika. Kwa binafsi naamini kwamba uwepo wake unakwenda kuongeza tu options za Mwalimu. Unapokuwa na wachezaji wako wote wamekamilika, kuna wakati inakupatia nguvu ya kuweza kuchagua nini uweze kufanya. Lakini ukiwa na watu wachache, maana yake plan yako ikigoma, hauna kitu cha kufanya, kwa sababu tayari watu ulionao ndio wamekwenda kugota kwenye ile plan. Kwa hiyo unapokuwa una Dube, unapokuwa una Chama, unapokuwa na Pacome, unapokuwa na Mzizo, unapokuwa na Maxi na kina Pacome, maana yake inakutengenezea uwanja mpana wa kuweza kuchange mbinu kulingana na opponent wako alivyojipanga. Kwa Mwalimu inampa guts za kuweza kuwa na kiburi kwamba okay, naweza nikacheza hivi na ikishindikanika nikaongeza system nyingi, kwa sababu na watu ambao wana aina tofauti ya kiuchezaji. Sawa. Tusalie hapo kwa wananchi Young Africans. Mwalimu Hamdi Milud tangu amechukua Young Africans, kumbukumbu zangu ametoa sare moja tu uwanja wa pale wa Meja Simuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, yani akiwa ugenini dhidi ya JKT Tanzania. Hadi hivi sasa hajapoteza. Lakini kuna wakati fulani hivi tulikuwa nasikia mara huenda Yanga kubadilisha kocha msimu ujao na hivi na hivi. Lakini vipi kwa upande wa performance ya Mwalimu Hamdi Milud na Yanga hii hivyo kwa sasa? Uone kwamba ni wakati sahihi sasa wa Yanga kubaki na Hamdi Milud? Akubaki na Mwalimu au kumuondoa Mwalimu sio tu kwamba amefanya vibaya. Wakati mwingine anategemea na malengo ya klabu yamepanga kuweza kwenda wapi na wanafikiria kitu gani, kwa sababu kila mtu anakuwa na wakati wake. Kwa hiyo hilo swala bado bado kwa upande wa management wao, wakati wanakutana na Milud walikuwa wameingia makubaliano ya namna gani na plani zao zipo za namna gani. Unajua kwamba Yanga Milud ni mwalimu wake wa 3 ndani ya msimu mmoja. Ukimtoa mwalimu ambaye alikuwepo Gamondi, akaja mwalimu Sidi na yeye mwalimu sasa na Milud ameingia pale. Maana yake haikuwa plani yao watumie walimu watatu, lakini ililazimika kuweza kuendana na mazingira yaliyopo. Kwa hiyo walimchukua Mwalimu ikiwa ni sehemu ya kwenda kumalizia msimu, na hatuwezi kufahamu nini ambacho wanakifikiria. Kwa hiyo maamuzi ambayo yatakwenda kutoka yatakuwa yameangalia zaidi manufaa kwa upande wa klabu husika na malengo walionayo kuliko matakwa ya mashabiki. Kwa hiyo cha msingi tu tuendelee kusubiri. Management ya Yanga itakuja kutoa tamko, na kama wataamua kuendelea naye basi watajua wanaendelea naye katika hali gani, na kama wataamua kumwacha basi watajua na muacha ili waweze kuachieve nini katika msimu unaokuja. Naam, na pia nimeona kaneno kametambaa mtandaoni juu ya Ahmed Ali aliyoposti akasema kwamba ligi wanakwenda kuimaliza siku ya kesho. Hii watu wengi washitoshua kwamba pengine anahamasisha kutoka kucheza mchezo wa tarehe 25. Lakini pia wengine wanarudi wanasema kwamba hii pengine ni mind game. Unadhani kwa Yanga hii ni ya kuifanyia mind game kwa sasa? Mimi nafikiri kauli yake hajakosea, kwa sababu Simba uwanja wako nyumbani ni uwanja wa KMC, kwa maana pale nini pale complex ni Mwenge Complex, pale ndio uwanja wao wa nyumbani katika msimu ambao walikuwa wameuchagua.
na Simba hiyo ndio mechi yake ya mwisho katika uwanja wake, maana yeye akiwa timu mwenyeji. Kwa hiyo kuagana na mashabiki wako katika mechi yako ya mwisho ni kitu cha kawaida, kwa sababu mechi inayofuata yeye atakuwa yuko Hawaii katika mechi ya ugenini katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao sio uwanja wake wa nyumbani, lakini pia yeye atakuwa ni timu ngeni na Yanga akiwa ni timu mwenyeji. Kwa hiyo kuandika kwamba ni mechi yao ya mwisho iko perfect, kwa sababu ni mechi ambayo tunategemea mashabiki wa Simba watakuwa wengi kuliko timu nyingine yoyote, kwa sababu wao wako nyumbani. Na katika mechi inayofuata ni mechi ya Yanga, tunategemea Yanga watakuwa ni wengi kwa sababu ndio wenye mechi. Kwa hiyo Yanga, kwa hiyo kusema kwamba yeye itakuwa ni mechi yao ya mwisho ya kuaga ni very perfect, kwa sababu ndio mechi yao ya mwisho katika uwanja wao wa nyumbani. Bwana Kasalamba, labda tukumbushane ndani ya wiki hii kwenye vuguvugu, sio kwenye vuguvugu, tuseme kwenye mpangilio wa maokoto umekaaje labda wiki? Sababu naona Simba anacheza, lakini pia timu 8 zote kesho zipo dimbani. Nafikiri ni wiki nzuri. Hata mechi iliyopita tarehe 18 watu wengi waliweza kuvuna kiasi kubwa cha pesa kutokana na kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo mechi hizi za leo na kesho nafikiri mechi ambazo kama utaamua kutufuatilia na kuweza kucheza na sisi, utakuwa miongoni mwa watu ambao watakwenda kutimiza malengo yao. Cha kufanya ni kuchukua simu yako na kuandika nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, then unaweka namba kampuni 610 251 28, kisha unaweka kiasi kwa siku 1000, wiki 1500, na kwa mwezi 1015, na wale VIP ni shilingi 30 kwa siku 5. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri, kisha utapokea ujumbe kutoka Selcom na Samba TV ikiwa tayari umejiunga, na unaweza ukajiunga kupitia mitandao yote kwa kutumia USSD code ya kawaida bila kuwa na internet. Lakini pia kwa wale ambao wangependa kupata majamvi ya bure, ni wakati wa kwenda kupakua application bora ya Samba TV ambayo inapatikana kwenye Play Store, ili uanze kujishuhudia kupata habari mbalimbali, makala, bila kusahau kupata free tips kutoka Jamvika na Salamba. Hii si aina ile umeshinda leo pesa mwezi ujao. Hii ni hapo kwa papo. Naam, nikushukuru sana kaka. Karibu tena. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.